Uchaguzi mdogo katika eneo bunge la Malava kaunti ya Kakamega leo hii umekumbwa na purukushani, huku vuta ni kuvuta ikishuhudiwa baina ya wafuasi wa wagombea wakuu wa uchaguzi huo. Mapema leo hii, gari lake kinara wa DAP-K Eugene Wamalwa lilichomwa na watu wanaodaiwa kuwa magenge ya uhalifu, huku gavana wa Trans Nzoia na naibu kinara wa DAP-K George Natembeya akitiwa mbaroni na polisi katika safari yake kuelekea Malava kumuunga mkono Seth Panyako. Magari more than 10 na wamekuja na mapini na bunduki. Mipini, mapunduki. Sasa katika harakati na Eugene Wamalwa walikuwa wamesimama kwa barabara, au walisuka tu na kuanza kupiga watu nini na... Aidha, mgombea wa DAP-K Seth Panyako amenyoshea kidole cha lawama serikali kwa kutumia maafisa wa polisi na magenge ya uhalifu kuvuruga uchaguzi huo, akisema serikali ina njama ya kuiba kura katika uchaguzi huo. Ya jana usiku kulikuwa na mambo makubwa sana ya utovu wa usalama ambayo yaliletwa na serikali. Serikali ilinivamia pamoja na makenge mara 3 usiku. Mara ya kwanza Stanley Livondo aliingia katika hoteli ambayo inaitwa The Downhill Springs Hotel, ambayo ilikuwa makao makuu ya kura zangu. Kwa hivyo tulikuwa tumeweka tallying center ya binafsi hapo, vile tulikuwa tumeshawishiwa na IEBC. Wakaingia hapo mara ya kwanza. Stanley Livondo akajaribu kuni abduct, lakini ikaonekana kwamba tulikuwa wengi, tukashinda. Akaona kwamba hangeanza vita, aka retreat, akaondoka. Panyako anasema kuwa maisha yake yamo hatarini, akisema ni dhahiri kuwa ataibuka mshindi katika uchaguzi huo, na kutoa shukrani zake kwa wapiga kura wa Malava na kuvitaka vyombo vya dola kuwajibika kwa mujibu wa sheria. Baadaye nikapewa taarifa ya intelligence kwamba nilikuwa natafutwa ili niuawe. Kwa hivyo nikaambiwa niondoke mahali hapo, na nikaondoka, nikakimbilia usalama wangu. Mimi nashangaa sana kwamba bunduki za serikali, askari ambao wameandikwa na sisi mshahara, na bunduki na magari ya serikali inaweza kutumika kutaka kuua wananchi ambao hawana hatia. Nashukuru watu wa Malava kwamba mmeona yale yamenitokelezea, na mmesema kwa kauli moja kwamba nyinyi mtanipa kura niwe mjumbe wenu. Asanteni sana, niko imara, niko na nyinyi. Aidha, kamishna wa polisi wa kaunti ya Kakamega Onesmus Kiadha amejitenga na madai kuwa polisi wamemtia mbaroni gavana wa Trans Nzoia George Natembeya, akisema hana ufahamu na aliko Natembeya. Chaguzi hizi ndogo ni mtihani mgumu kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, zikitarajiwa kupima utayari wa tume hiyo kuandaa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Nikiripotia Mwanga wa MBCI Radio, mimi ni Carlson Mugod.